Okay. Na ni wakati gani sasa mzuri kwa vijana kutafuta ushauri wa kitaalamu kuhusu uzazi wa mpango? Asante. Vijana wakati wao mzuri wa kutafuta ushauri wa uzazi wa mpango ni pale anapopanga kwenda kuanzisha mahusiano. Kabla hajayaanzisha ni vyema akapata ushauri. Na wasihi vijana kabla hawajaanzisha mahusiano basi wafike kwenye vituo vyetu waweze kupata ushauri, waweze kupata maelekezo ni nini wakifanye ili waweze kuenda vizuri na malengo yao. Wapi zinapatikana na kwa utaratibu gani, pengine wanapataje huduma hizi kwa vijana zikoje? Hizi huduma kwa vijana zipo vituo vyetu vyote vinavyotoa huduma za afya uzazi. Zahanati, kituo cha afya, hospitali, wanaweza kupata hizi huduma. Huduma za rafiki kwa vijana zipo. Kwa hiyo wao waulizie tu ya kwamba ni kwa muda gani zile huduma zinapatikana, kwa sababu tunaposema huduma rafiki kwa vijana hatupendi kuwachanganya na watu wazima. Mfano mzuri, Maua angeenda akakutana pale na shangazi yake, ilikuwa ni shida, si ndio? Kwa hiyo waulizie tu kwa kwamba kituo kilichoko jirani na yeye zile huduma zinapatikana kwa muda gani, kwa sababu kijana anahitaji kukaa naye, kuongea naye kwa nafasi ili aweze kufunguka, kwa sababu ukifanya haraka haraka hawezi kufunguka shida yake ni nini. Kwa hiyo waulizie hizo huduma na zipo, wala wasikate tamaa. Mimi nitampata mwenza wangu, nitamshauri, nitamweleza jinsi ya njia hizi za uzazi wa mpango zinavyosaidia watu wengine. Tunatakiwa tupate elimu ya uzazi, tujifunze, tutumie njia. Lakini changamoto ni kwamba kwa upande wa vijana wa kiume ni wachache sana ambao wana utayari wa kusema kwamba twende tukajifunze kuhusu njia za uzazi wa mpango. Okay. Wengi wao pia ni waathirika wa imani potofu kuhusu uzazi wa mpango.